Karibuni katika mada yetu muhimu ya leo, ambayo napenda kuwashirikisha hasa wadau wa elimu na watu wote wenye mapenzi mema katika ustawi na mustakabali wa elimu Tanzania. Mimi naitwa Padre Dr. Aidan G. Msafiri, ni mkurugenzi wa vijana wa vyuo vikuu na vijana wote wa Katoliki katika jimbo la Moshi, jimbo Katoliki Moshi. Ni mdau mkubwa wa mazingira na nimewahi kuandika vitabu vingi tu kuhusiana na mada au tasnia ya mazingira na tasnia ya elimu, tena elimu yenye tija na elimu endelevu. Mada yetu leo basi ni misingi na kanuni muhimu za kuchochea tija, mageuzi na mabadiliko chanya katika tasnia ya elimu nchini. Mada yangu ina sehemu kuu tatu. Itakuwa na utangulizi, itakuwa na sehemu ya kwanza, na sehemu ya kwanza nitabainisha makosa 12 au 12 mistakes na mortuary 12 na maombwe gaps katika elimu duniani leo hii, including Tanzania. Na sehemu ya pili nitaonyesha sasa misingi, nguzo na kanuni za elimu tija na elimu endelevu, na mwisho kabisa nini kifanyike. Tunaanza basi na utangulizi. Utangulizi wetu, ningependa kuanza na msamiati huu: elimu. Msamiati elimu. Elimu ni nini? Kwa lugha ya Walatini au Kilatino, elimu ina maana pana sana, na kwa Kilatino inasema, au kwa lugha ya Kilatini inasema ni educare. Ndio huko neno hilo education limetoka, na neno hili ambalo ni pana kabisa na la msingi lina maana zifuatazo. Elimu maana yake ni kujali, elimu maana yake ni kujuza, elimu maana yake ni kubadilisha, elimu maana yake ni kumotisha, elimu maana yake ni kuhudumia, ni kuongoza, ni kuboresha, na kwa kifupi kabisa ni kustawisha roho, akili, mwili, utashi, kuviweka vikae pale kwenye sehemu yake ambayo kunakuwa na manufaa sio tu ya muda mfupi na muda wakati, bali muda mrefu, long term, kwa vizazi na vizazi vijavyo. Naomba nielezee kuhusu kweli muhimu zisizopingika kuhusu tasnia ya elimu duniani na kila mahali. Jamii zote zilizojitambua na kujipambanua duniani kote katika nyakati zote zilijali na ziliwekeza kwenye elimu yenye tija, elimu endelevu, elimu shirikishi, elimu yenye ufanisi. Maana yake ni nini? Wanadamu mbalimbali katika mabara mbalimbali walielewa na kugundua kwamba elimu hii tunayozungumzia ndio roho, ndio injini, ndio kinasaba cha mafanikio ya mtu binafsi, ya familia, ya jamii, ya mkoa, ya nchi, ya bara fulani, bara la Afrika, na ya dunia nzima, ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni lazima kujua kweli hizi ambazo hazipingiki. Kuna misemo mbalimbali inayosema inachukua, na nukulu, inachukua kijiji chote kumlea mtoto. Waingereza wanasema it takes the whole village to raise a child. Sio mtu mmoja. Huwezi kusema basi huyu mwalimu wake ni fulani. Walimu wa huyu mtoto, walimu wa huyu mwanazuoni ni dunia nzima, ni kijiji kizima. Katika kitabu kitakatifu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 13 tunapewa hekima na busara ya wahenga wa kiimani. Wanasema, mshike sana elimu, usimwache aende zake.
Mshike, maana yeye ni uzima wako. Na katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 8 mstari wa 32 tunasoma, mtaujua ukweli, nao ukweli utawaweka huru. Yesu anawaambia watu, na elimu ndio ukweli. Elimu ni kile, kuna mwanazuoni mmoja, msomi mmoja alisema, elimu ni kile kinachobakia baada ya mitihani ya darasani. Ukishaandika mitihani yako, ndio wamekwambia hii ni graduation na umepata A zote, division 1, hiyo sahau. Kilichobakia ni nini? Unachoenda nacho mtaani, unachoenda nacho kwenye familia, unachoenda nacho kwenye ndoa, unachoenda nacho kwenye siasa, unachoenda nacho kanisani, unachoenda nacho msikitini, unachoenda nacho kwenye swala la mazingira, ni kile kinachobakia baada ya mitihani. Iwe ni mitihani ya chekechea, iwe ni ya mitihani ya primary school, iwe ni mitihani ya sekondari, iwe ni mitihani ya chuo, ni kile kinachobakia. Sasa niwaulize wanazuoni, je, baada ya usomi wetu, baada ya CV zetu tunazozipamba, nini kimebakia? Tuna deliver nini? Tunaonyesha nini? Kwa hiyo true education is built on culture and nurture. Yaani elimu lazima ipate mambo mawili: utamaduni jenzi na lishe. Culture and nurture. Lishe ya nini? Lishe ya akili, lishe ya kimaadili, lishe ya kimaono, lishe ya kibinadamu, lishe ya kiuchumi. Na lazima lishe hiyo iatamiwe ili iweze kuja kuzaa, ili iweze kuja kutotoa sasa maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kijamii, maendeleo ya kiteknolojia. Lazima elimu inaatamiwa. Walimu wetu, walimu wazuri, wanapaswa kuatamia maono, wanapaswa kuatamia ujasiria elimu, ujasiria fursa, ujasiria maadili, ujasiria mali, ili binadamu waweze kubadilika kiroho, kimwili, kiutashi na kiakili. Tuelewe kwamba kuna msemo unaosema sehemu tajiri kuliko zote duniani ni makaburini. Ni makaburini. Watu wanasema, kwa nini makaburini? Kwa nini sio Dubai? Kwa nini sio Norway? Kwa nini sio Marekani? Kwa nini sio sijui wapi? Ni makaburini. Kwa nini? Kwa vile wapo watu waliozikwa kule hawakuatamia ndoto zao, ujasiria akili zao, ujasiria mali, ujasiria fursa, ujasiria elimu, na baadaye wakaweza kuatamia na kuzaa na kutotoa maendeleo ya muda mfupi, muda wa kati na muda wa mbali. Je, hali ya elimu ikoje? Naomba nitaje mochwari au makaburi 12 ya elimu katika dunia ya leo. Hali ya elimu. Mosi, elimu bila malezi. Hiyo ni mochwari ya kwanza, ndio kaburi la kwanza. Mtu anapewa tu information, dishing out information inajazwa, lakini hakuna kugusa moyo. Na moyo ukiguswa, yani ni kudekeza, yani elimu dekezi. Kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu, kuna watu wanaodekezwa na wanadeka na kudekeka. Udekezaji katika familia, udekezaji katika jamii, udekezaji katika siasa na kadhalika. Hiyo ni mochwari namba 1 ya elimu. Mochwari namba 2, elimu bila malengo makini na ya muda mrefu. Kuna watu nakutana nao hata hivi karibuni, jana tu namuuliza mwanafunzi fulani wa chuo kikuu, kwa nini uko hapa? Mama aliniambia nije hapa padri. Hana malengo, muda mrefu, hajui, hajitambui. Kwa nini yuko chuo kikuu? Ni mama amemwambia aende ili mama asifiwe, na wewe una mtoto wa chuo kikuu, hongera, ili aringie na ajivunie wa mama wenzake huko kijijini au huko mjini, kwamba na mimi my daughter is also at the university. Kumbe elimu bila malengo
ni mochwari, ni kaburi. Namba 3, elimu bila stadi muhimu za maisha. Watu wanaweza kufundishwa tu nadharia kuanzia chekechea. Ndio, kuna swala la amali limejitokeza, ni la msingi, lakini huenda matayarisho ya mfumo huu hayajawa 100%. Na watu wanajiuliza, sasa kwa nini nisiendelee kukariri? Hizo amali zitanipatia ajira, na hiyo ajira itakujaje? Na ni nchi gani ambayo tayari ina mfumo huo? Kwa kuna maswali kemkem. Lakini elimu hiyo ambayo inapaswa kuwa na stadi muhimu za maisha, inapaswa kuunganisha vitu vitatu vifuatavyo. Inapaswa kuunganisha kitu kinachoitwa kwa Kiingereza emotional quotient, yaani uwezo wa akili hisia. Kuna watu wana akili lakini hawana akili ya hisia. Yaani akikasirika hivi anaweza kutukana watu, au anaweza kanyonga watu, anaweza kaua watu. Kwa hiyo kuna akili aina tatu. Kuna akili ya mahesabu, ya physics, ya chemistry, lakini kuna akili ya kuangalia hivi emotions, hisia zangu, hasira yangu, mahusiano yangu, maadili yangu yakoje. Wanaita emotional quotient. Na kuna watu wana emotional quotient 0, lakini akili ni 100%. Kwa hiyo ikawa na hiyo ungangari wa kukabili hisia, inaitwa akili hisia au akili kujitambua. Kuna mtu ana akili, anaenda chuoni, anaanza ulevi, kumbe akili yake ya hisia ya kujitambua, au anaanza ushoga, au anaanza sijui maisha ya ajabu, anaingia ndoa bila ndoa. Sasa hawezi akajimudu. Na wazazi wanajua binti yetu, mtoto wetu ana akili ya kichwani, lakini akili ile ya kujishinda emotionally ni 0 au ni 20 au 30. Lakini kuna akili ambayo inapaswa kuwepo pia, inaitwa social quotient. Social quotient, akili, uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na wengine. Kuna watu yuko peke yake, anaishi peke yake, wengine wote atagombana nao, atawatukana, atawadhalilisha kwenye mtandao au kwenye mahusiano. Kwa hiyo huyu unaona social quotient ni 0. Akili jamii, akili ya kujenga mahusiano mema na wengine, wanaita social quotient. Na ile ya mwisho ndio ile intellectual quotient, akili ya kutambua vitu vinavyofundishwa. 4, elimu bila akili binafsi ni mochwari. Kuna mtu tu anaenda anaangalia, sasa na Google, akili mnemba, artificial intelligence, Google, you just Google it. Kwa hiyo anaishia hapo, hajui tena hata jina lake, anasahau hata jina lake. Ukimuuliza jina lako ni nini, anaanza sasa, ngoja nikagoogle, nikauliza akili mnemba, hivi mimi naitwa nani? Au mimi ni wa kiume au ni wa kike? Sijui hata mimi ni wa kitu gani, ngoja ni Google nijue hivi mimi tena ni wa kiume au ni wa kike, au ni mchanganyiko. Kwa hiyo akili binafsi na utambuzi huo, baada ya kuingiliwa na janga la akili mnemba, Google, ChatGPT na kadhalika. 5, elimu bila wajibu binafsi na wa pamoja. Elimu bila wajibu binafsi. Kuna mtu anaenda anasoma, anakuwa msomi, lakini anasema sina wajibu, na hajitambui kwamba umesoma kwa ajili ya wajibu, kutumikia familia, kutumikia mkoa, kutumikia nchi, kutumikia dunia iwe ni mahali pema zaidi na bora zaidi. 6, kaburi lingine au mochwari lingine ninayoona katika utafiti wangu ni kaburi au mochwari la elimu bila hofu ya Mungu. Elimu bila heshima kwa wazazi na walezi. Basi mtu anakuwa msomi, anasema adinge, ananizingua. Huyu profesa hapa wala simpendi. Huyu lecturer hapa hafanani na boyfriend wangu, kwanza ni mpuzi. Kwa hiyo huna hofu ya Mungu, huna hofu ya walezi, huna hofu ya waliokutangulia, ili wakuganjie walichoatamia kitaalamu, walichototoa, wakuganjie na wewe kiwe cha kwako, na wewe uweze kuwajibika na kufanya dunia iwe mahali bora zaidi. Kaburi la 7 au mochwari namba 7 ni elimu bila moyo. Watu wanajifunza tu, vinaishia hapa kwenye kichwa, elimu kichwa hapa tu, lakini rudi sasa chini. Ndio maana mtaalamu mmoja alisema umbali mrefu kuliko umbali zote duniani sio kutoka Greenland kwenda South Pole, sio kutoka China kwenda kule Marekani,
sio kutoka Australia kwenda Ulaya, ni kutoka kwenye kichwa kuja kwenye moyo. Na ukienda ukapima ni sentimita 30. Ukipima hapa, hizi ni sentimita 30. Ndio urefu mrefu kuliko refu zote. Maana yake nini? Unachojua mara nyingi sio unachokipenda. Na ukikipenda ukitimizi kwa wajibu wake. Hapa ndio umepata A, lakini hapa unapata D au F. Kwamba hiki soma kwa ajili ya watu wengine. Urudishe fadhila kwa dunia. Urudishe fadhila kwa walezi, kwa wafadhili, kwa msikiti, kwa kanisa, kwa watu, kwa jamii, kwa kijiji. Lakini kwa hiyo elimu bila moyo wa kuleta mabadiliko. Na moyo daima huwa nawaambia watu, moyo ndio kiungo ambacho kilali daima tangu mtu azaliwe hadi afe. Na kwa siku, kwa masaa 24, moyo unasukuma, una pump lita 10,000 za damu katika mwili, katika viungo mbalimbali vya binadamu. Kwa hiyo unapokuwa na moyo mwema, moyo wa kupenda mabadiliko, hivyo hivyo moyo huo ukipenda elimu, utapampu lita 10,000 za maono, za maendeleo katika jamii inayokuzunguka, katika nchi yako, katika dunia inayokuzunguka. Mochwari na kaburi namba 8 ni elimu bila dhamiri hai na safi. Dhamiri hai ndio pale ndio ule mtandao wa kimungu unaokuambia hili ni jema, tenda; hili ni baya, acha; hili ni sahihi, tenda; hili ni baya, sepa. Dhamiri njema. Sasa watu wanakuwa na dhamiri mfu. Mtu akiwa na dhamiri mfu anaweza akamuua mtu akiwa anatabasamu. Anaweza kabaka mtu akiwa anatabasamu. Anaweza kaiba mabilioni akiwa anasema hii ni sawa tu, hakuna noma. Anaweza akafanya chochote kiovu na ni msomi bila kuguswa na dhamiri ile ambayo ndio hai, inaonyesha hivi, inawasha hazard, inawasha hivi, inasema hili ni baya, kimbia; hili ni baya, kimbia; hili ni jema, tenda; hili ni jema. Kielimu, kisiasa, kiuchumi, kindoa, kiimani, kimaadili, hili ni jema, tenda. Ikishakufa hili ni jema, unapuzia tu. Ndio maana sasa tunapokuwa, dunia sasa hivi ina watu bilioni 9. Hebu tujiulize, hivi watu bilioni 9 wakiwa na dead conscience na dhamiri mfu, hata nusu tu tutakuwa na shida sana. Au Tanzania ina watu takriban milioni 64. Nusu au robo tatu wakiwa na dhamiri mfu, yani hawatendi yale mema katika elimu, katika hili na lile, katika jamii, itakuwa ni Jehenamu. Itakuwa tuko motoni, tunatembea tuko motoni. Kumbe ile dhamiri hai inapaswa kurudishwa katika elimu. Mtoto aseme ukweli, aanze kufundishwa kuanzia chekechea. Haiwezekani unakuja kusema eti tunafundishwa maadili, usiseme uongo, mtu yuko chuo kikuu. Mbona alishajifunza kusema uongo, akabobea kwenye uongo, akakuwa na degree ya uongo akiwa na miaka 2-3. Leo hii ana miaka 30. Huwezi kupindua hiyo sarafu. Huwezi kupindua hiyo sarafu. Kwa ni shida. Hili ni kaburi, ni mochwari ya namba 8, elimu bila dhamiri hai na safi. Namba 9, elimu bila hekima ya wahenga. Kuna watu wanaona kila kitu kabla ya kompyuta ni cha hovyo. Lakini kuna malezi na makuzi ya kijadi katika makabila mbalimbali, makabila 129 ya Tanzania. Naongelea kama Wachaga pia. Mimi kama mzaliwa wa hapa, kuna makabila mengi Tanzania. Mfano huu, kabila la Wachaga na makabila mengine walikuwa na mila njema za makuzi, za malezi, za elimu ambayo haikuwa ya darasani, ambayo sasa ukichanganya unapata cocktail. Informal education with formal education, this western education, tunapata kitu kizito, tunapata hybrid nzuri kabisa. Mtu ananyooka, anakuwa ana msingi wake katika elimu ya mazingira yake, utamaduni wake mzuri. Sio kila utamaduni ni mzuri, lakini utamaduni, zile tunu chanya za utamaduni mzuri, anachanganya na yale yaliyoletwa na wageni, anakuwa anang'ara, anakuwa kitu vizuri kabisa. Sasa elimu bila hekima ya wahenga, kwamba kila kitu cha kimila, cha kikabila, cha kizalendo, cha Kiafrika ni ujinga. Sasa huo ndio ujinga zaidi.
Ndio maana sasa hivi tumekuwa ni mateka na wahanga wa western education ambayo ina mazuri lakini ina mabaya. Na sisi kwetu kuna mazuri na mabaya. Ni lazima kuchukua kanuni inayoitwa kanuni ya kuchuja, selectivity principle. Unachuja mazuri ya wazungu, ya Wahindi, unachuja mazuri ya Kiafrika ya kabila lako, unachanganya, unapata kitu kilichonyooka. Unakuwa sasa ni global citizen kielimu, unakuwa sasa ni raia wa kidunia. Selectivity katika maisha, kuna selectivity. Hapa lazima nichague hiki, lakini ukiamua sasa wholesale na meza kila kitu, nachagua kila kitu, haiwezekani. Hakuna maisha ya namna hiyo ambayo yanatija, maisha endelevu, maisha yenye ufanisi kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kiakili, haiwezekani. Lazima kuwa na kanuni ya uchaguzi na uchujaji. Kuchuja, unachuja takataka, unaweka pembeni, ile yale madini unameza, zile vitamini unameza, zinakuimarisha, zinakujenga. Kanuni ya 10, sio kanuni samani, mortuary namba 10. Leo tuko kwenye tunaangalia mortuary za kielimu. Mortuary namba 10 au kaburi namba 10 ni elimu bila wasomi wa mifano wenye utu, nidhamu na maadili. Role models, mentors hawapo, wamepungua. Leo hii vijana, kuna wiki iliyopita kuna watoto wa primary nimekutana na wadogo tu, miaka 6, 7, wengine miaka 5, nikawa natembea nao kufanya utafiti nisikie wanaongea nini. Ukisikiliza vitu walivyokuwa wanaongea, kwa hiyo nikagundua kwamba mama zao wanaropoka matusi huko nyumbani na wao wanakopi na kupesi. Akili ya mtoto ni kompyuta mpya. Kwa hiyo wanaongea vitu vya ajabu ajabu. Sasa hiyo ndio destructive approach, ni mortuary. Mtoto anakopi na kupesi haraka sana. Anachosikia mama yake anaongea, anachosikia shoga wa mama yake akiongea, anachosikia wahuni barabarani au mtaani wanachoongea, bila yeye mwenyewe kujua kwamba hiki ni kitu kibaya, kwa hiyo anakiongea. Sasa tunapokuwa na watu wengi ambao hawajitambui au wasomi ambao si wa mifano, no role models, tunakuwa na wasomi katika maana hasi, hawana utu, hawana nidhamu, hawana maadili, ndio hao sasa binadamu wanakuwa kila anachokula. Kwa hiyo watoto na hao walelewa, wanaolelewa kwenye elimu, wanakula kwa macho na kwa akili kile wanachosikia. Ukisikia upuuzi, basi unakuwa mpuuzi. Ukisikia mambo mazuri, unakuwa smart. Na mortuary namba 11, mortuary namba 11, elimu bila jasho. Elimu bila jasho. Wengi leo hii kuna kitu kinachoitwa plagiarism, yani kukopi tu. Nenda chuo kikuu, wape wanafunzi assignment fulani, wanafunzi 300, waambie wakuletee waandike hiyo assignment, hiyo homework au assignment, term paper, zote zinafanana mwanzo mwisho. Hizo plagiarism, yani kukopi tu. Wanaenda kwenye Google, wanaenda kwenye mtandao. Tuliambiwa analyze, kwa mfano, angalia kanuni za ujasiriamali au kanuni za uchumi au kanuni fulani au compare and contrast, wanaenda wote wanafanana. Elimu bila jasho, elimu bila jasho. Na ndio maana nilikuwa natoa mfano mahali kwamba sisi zamani tuliosoma tulikuwa tunasoma hivi kwa jasho na unakaa hivi. Ndio maana kwenye hizi na hizi wanahitaji huku kwenye viko ni kweusi, sio kwenu usaka kama ni kweusi. Kwa hiyo unakaa hivi. Sasa leo hii kuna watu wanasoma wakiwa wamelala kitandani hivi. Kwa hiyo huko hakuwezi kuwa kweusi, analala hivi, ana Google kitandani au kwenye kochi. Kwa hiyo sisi tunakaa hivi, unakaa hivi, unahangaika, unasoma mpaka huko kunakuwa kweusi. Sio kwa bahati mbaya, sio kwamba hatuogi wala hatujisugui, lakini kwa kusoma. Elimu bila akili binafsi. Kuna watu wanaibiana sasa kwenye mitihani, kwenye CV, kwenye vyeti, kwenye tafiti na kadhalika. Na mwisho, hili ni jeneza au ni mortuary namba 12. Elimu bila uzalendo wa kweli. Kuna wasomi wamesoma, ndio wengine wameelimika nusu au zaidi ya nusu, lakini hawana uzalendo. Hawarudi kwao, hawajali nyumbani kwao, hawajali umaskini wa kijiji chao, hawajali umaskini wa mkoa wao, hawajali umaskini wa kabila lao, hawajali
mustakabali wa nchi yao. Wamekuwa tu ni watu wanajifanya kwamba mimi ni msomi, mimi ni dokta, mimi ni profesa, mimi na masters degree. So what? Inamsaidia nini yule ambaye hakupata fursa adimu na adhimu kama ya kwako? Ni kwa neema tu na struggle, ndio sikatai. Usiseme kwamba ni neema tu inashuka kutoka mbinguni na basi nalala nitakuwa dokta, nitakuwa profesa, nitakuwa masters holder. Hapana, kuna struggle na kuna watu wengi waliokusaidia. Ukiona mtu amesoma usifikiri ni ujanja wake mwenyewe. Kuna watu, sisi tumesoma zamani, nakumbuka hata walimu wangu walinichagia penseli, daftari, shati la primary. Sasa haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Sasa leo kuna watoto wa mabasi ya manjano wanataka kila kitu. Mama leo shule inafunguliwa next week, sasa twende shopping. Ni uenda wazimu. Hakuna, wanasema kwenye uchumi, kanuni za uchumi, no input no output. Huwezi kuwekeza 0 ukavuna 100. No input no output. Makosa ambayo yanafanyika katika kudefine elimu. Kosa namba 1, ukariri wa mada, vitabu, majibu, moduli ya mitihani ndio kuelimika, ndio ufaulu, ndio GPA. La hasha. Hiyo ni la hasha namba 1. Namba 2, wanasiasa na siasa ndio msingi na mafanikio ya elimu. La hasha. Namba 3, akili mnemba ndio suluhu na jibu makini la ufaulu na usahihi katika tasnia ya elimu na mitihani. La hasha. Namba 4, wazazi na walezi hawahusiki kabisa katika mchakato wa elimu yenye tija na elimu endelevu ya watoto wao. La hasha. Namba 5, uaminifu, utu wema na hofu ya Mungu havihitajiki kamwe katika elimu. La hasha. Namba 6, wanaopaswa kuwajibika ni serikali tu na waalimu tu. La hasha. Namba 7, elimu ya kujitegemea. Elimu ya kujitegemea iliyoanzishwa na baba wa taifa, education for self reliance, ilishapitwa na wakati. La hasha. Namba 8, magari ya manjano, school buses, ndio mwarobaini wa elimu bora katika pia kuongea Kiingereza. La hasha. Namba 9, elimu ya leo hii haitegemei utamaduni jenzi, yani constructive culture na mazingira mazuri au malezi. La hasha. Namba 10, uongezwaji wa maksi, standardization, wanafunzi wanapokuwa wamefeli sekondari, primary, vyuo vikuu, standardization ya kuongeza GPA kubwa ndio mwarobaini wa ufaulu wa wote kila mwaka. La hasha. Namba 11, elimu ni sare nzuri, graduation kubwa na majengo makubwa ya ghorofa. La hasha. Na mwisho wa la hasha zangu, elimu ni matukio ya kuwa busy na busy zaidi, bila kutafakari, bila ubunifu binafsi wa kijamii, wa kitaifa. La hasha. Kwa hiyo hayo ndio majibu, hizo ndio dhana ambazo tukizifanyizia kazi, hiyo sio elimu, hizo ni la hasha. Haiwezekani. Those are critical mistakes. Sehemu ya pili, sasa tufanye nini? Misingi, nguzo na kanuni jenzi, kanuni tija, kanuni endelevu za elimu ya maana nchini na duniani. Siongelei tu Tanzania, na duniani, ili tuweze kuwa kweli global citizens ambao wanatija. Namba 1, wazazi na familia ndio walinzi na walimu wa kwanza muhimu kuliko wote katika elimu. Nimeona kule nchini Ujerumani, kila mwaka ninaenda na unaona kabisa rafiki zangu, mtoto akitoka shuleni, mama anakaa naye, anaketi naye, hawe ametoka kazini mama au hajatoka, atakaa naye, umefanya nini leo? Watafanya naye, na amefanya mwenyewe kwanza assignment, alafu mimi naipitia. Hapa umekosea, sijaelewa mama, hiki ni hivi, hiki ni hivi.
Akirudi kwa mwalimu superstar, anamfundisha. Sasa hii akusema tuition, kuna watu binya walimu wameona sasa ni deal anafundisha nusu robo ili atafutwe akalipwe hela za tuition. Hii tuition yani mje kwetu. Mama ndio anatoa tuition kule nyumbani kwa nchi zilizoendelea. Niulize, ni wamama wangapi wenye watoto? Sasa wamama wale wanaojiona ni wastaarabu, wamama wenye kazi, ajira binafsi, serikalini, anafanya assignment kila siku na mtoto. Tuko Januari, watoto walivyokuja likizo Christmas, ni wamama wangapi walichukua madaftari wakaangalia, badala hapo wampeleka saluni kwenda kunyoa nywele zimekatwa, sio zimekatwa kitu gani, na kuangalia movies tu. Haiwezekani. Kwa namna hiyo ni lahasha. Hatutapata watu walioatamiwa na watakao totolewa, watakao fit kuwa global citizens wa kupambana na matatizo ambayo yako hapo nje, yako hapo duniani, yako huko duniani, yako kwenye uchumi, ili waweze kutoka kidedea. Namba 2, elimu ya kweli ijengwe katika maadili ya kimungu. Kasome Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 16. Yajengwe kwenye dhamiri safi na hai. Namba 3, elimu ya kweli na endelevu ijali tamaduni njema za mahali, tamaduni njema za kikabila, tamaduni njema za nchi, tamaduni njema za bara fulani, za ukoo fulani, za chuo fulani, za sehemu fulani. Kuna tamaduni njema, na lakini zijali pia uwajibikaji binafsi, sala, maadili na uhuru wa kweli. Zaburi ya 146 mstari wa 7. Kile wanachokiita responsible freedom. Unamwachia mtoto. Kuna mahali nimeenda kutoa kongamano Dodoma, na kuna mama mmoja, mama mstaarabu kabisa, mtu mkubwa. Wakati naongea hivi akaniambia, "Padi, naomba nitoke nje, binti yangu yuko Dar es Salaam, amemaliza chuo kikuu, naona ananipigia simu." Nikamwambia, "Toka tu." Baadaye anarudi ndani ananiambia, baada ya kumaliza mada ananiambia, "Yule binti yangu alikuwa anasema, mama, leo tunapika nini? Na kwenye friji kuna kila kitu. Tulitaka tule kitu fulani, sasa tunafanyaje? Kwenye friji kuna nyama, kuna hiki." Ni watu wenye uwezo. Lakini lazima amsumbue mama yake, amuulize, "Hivi leo tunapika nini? Na dada tumwambie dada apike nini?" Na huyo ni binti mkubwa kabisa. Na huyo yuko chuo kikuu au amemaliza chuo kikuu. Mama yake akaniambia, "Padri, tuna shida." Yeye alivyokuwa binti mdogo. Mimi hata nikiwa mdogo, nikiwa primary nilikuwa najua kupika, najua kumenya ndizi. Najua kumenya ndizi, natoka kanisani kama mtumishi. Nataka kuwa padri, lakini namenya ndizi. Najua kupika ugali. Primary. Leo hii kuna wamama, kuna vijana ana kucha refu, sijui za ajabu, hawezi kumenya ndizi, hawezi kufanya chochote, anajiona ni wa maana, na anataka watoto wake wakopi na kupaste mfumo na mtindo huo wa maisha. It is a disaster. It is a disaster. Haya. Namba 4, elimu bora na ya kweli inapaswa iwe inatija. Na hivyo inadai, madai yake ni haya. Inadai, 1, wazazi mifano, role models. Wazazi mfano. Unaweza kawa na role models walimu, lakini wazazi kama ni hovyo, tayari umeshaharibu hiyo dili. Kwa lazima wazazi wawe mifano. 2, walimu mifano. Kwa hiyo hapo tayari msingi wa kwanza, wazazi mifano. 2, walimu mifano. 3, walezi mifano. 4, wanasiasa mifano au mfano. 5, watendaji katika tasnia ya elimu mifano. Sasa nimetaja makundi 5, yanaweza kawa zaidi. Wachezaji au marafiki mifano pia. Unaweza kuwa na watoto wako au mtoto wako ni malaika, yani hajaharibika, lakini marafiki zake, majirani zake walioko kule shuleni au barabarani hawako vizuri kimaadili. Kwa hiyo watakopi na kupesti kile anachosikia rafiki yake anakifanya, anakisema. 6, daima elimu ya kweli na yenye tija inapaswa kuwa jumuishi na shirikishi. Usimlelee tu mtoto wako useme, "Mimi nalelea huyu wa kwangu atoke kidedea, apate GPA
chuo kikuu awe wa kwanza, hao wengine hawanihusu. Huyu watamrudisha nyuma wale ambao walipata sifuri. Haiwezekani ukawa na furaha na amani, wewe kama ni tajiri ukaishi kati ya maskini. Wewe una akili, umesoma, ukaishi kati ya watu ambao hawajielewi, hawajitambui, wananyanyapaa elimu. Hautaishi kwa raha. Na nchi iliyoendelea, kigezo ni kada la wale watu wa chini wanauelewa, wamesoma. Si lazima wawe maprofesa na madaktari, lakini wanauelewa ule wa msingi, wana common sense ya msingi. Sasa hiyo elimu yenye tija basi lazima ishirikishe, iunganishe roho, akili, mwili na utashi, kama nilivyosema hapo mwanzo. 7, elimu ya kweli ijali uwezo na sio ushikaji. Kuna watu wanaajiriwa kiushikaji. Hana uwezo. Kuna watu wanapewa kazi, ajira, kwenye sehemu mbalimbali, kwenye makampuni, kwenye wapi, you name it. Ushikaji. Kama ni mtu basi ni mkubwa wa taasisi fulani, anamweka hapo mke wake, au anamweka hapo mtoto wake, au anamweka hapo shemeji yake, au anaweka watu wa ukoo wake. Lakini je, kuna tija? Ili tuweze kuwa na elimu yenye tija, bila kujali kabila, bila kujali rangi, mweke hapo, wewe you'll deliver. Inaitwa meritocracy. Na hii nchi ya Singapore miaka 50 iliyopita ilikuwa kama Tanzania. Wamesema tunaweka yani merits, yani tija, yani mtu uwezo, gia ya uwezo. Wewe una uwezo bana, endesha kampuni hii. Wewe una uwezo bana, fanya hiki. Jamii inatoka. Sasa tunapokosea hapo inakuwa ni shida. Vyuo vikuu kuna wasichana wanapewa maksi, hana uwezo. Kwa vile tu basi mambo ya ajabu. 8, elimu yenye tija lazima ijumuishe wanafunzi 100%. Yaani huyu mwanafunzi ajijue mimi niko hapa kusoma 100%. Sio nimekuja hapa kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya kujifunza kwanza. Kuna watu wako chuo kikuu ananiambia, "Father, naomba mkopo, nataka kuandika, nataka kutoa albamu." Hivi umekuja hapa au nataka kuanzisha kioski. Unaanzishaje kioski na hujasoma? Itakula kwako. Kwa hiyo kuna vitu vya mwanzo. Unasema first things first unapokuwa chuoni au unapokuwa shuleni. Kuna elimu, kuna biashara, kuna mapenzi. Sasa ukifikiri wewe kilichokupeleka chuo kikuu ni hicho kinachoitwa mapenzi au biashara, umeshaondoka kwenye reli. Elimu. Kwa hiyo cha kwanza hapa ni elimu. Nimeshakamilisha, naenda sasa biashara, naenda sasa kwenye ndoa, familia na kadhalika. Au unaenda chuo kikuu hujasoma, unasema ngoja sasa niingie kwenye siasa. Hujasoma, unauyumbishwa kushoto kulia, basi fanya hivi. Hujasoma, hujaelimika, hujajitambua, unaanza sasa na tasnia ya siasa au tasnia ya kujifanya wewe ni mhubiri au mwimbaji wa gospel, na uko chuo kikuu. Sikatai, lazima Mungu asifiwe, lakini sasa mimi sidhani kwenye mtihani wako atakwambia sasa wewe ndio mtu unayejua kuimba vizuri gospel au mnenguaji wa nyimbo za kisasa za bongo flavor au sui za kisasa. Haiwezekani. Hiyo sio moduli iliyokupeleka kule shuleni. Au namna ya kuvaa sio moduli ya kule. Hicho sio lengo la msingi. La namba 9, elimu ni wajibu na fursa basi. Adhimu na adimu. Kila mmoja ajitambue. Elimu ni nini? Ni fursa, adimu na adhimu. Namba ya 10 na mwisho, elimu ya kweli inadai moyo wa shukrani. Niwaulize, sisi sote tuliosomeshwa, wengine tumesomeshwa na kijiji na wazazi na wafadhili wa ndani au wa nje na watu wenye mapenzi mema na watu labda ambao wametusaidia hata bila wao wenyewe walimu waliokuwa na hofu ya Mungu. Tumewapa shukrani, hata kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu, baraka. Kwa hiyo elimu ya kweli inadai moyo wa shukrani. Pili, inadai kufikiri chanya, sio unafikiri tu negative, hasi. 3, elimu ya kweli inadai utulivu na uvumilivu.
Wajerumani wana msemo unaosema mti unaoota haraka haraka hautoi mbao ngumu. Nyie mnafahamu mpapai. Mpapai unaota haraka haraka. Huwezi kwenda kuchukua mbao za mpapai ukapaua kanisa au ukapaua sijui jengo la posta au ukapaua sijui ghorofa ngapi. Huwezi. Kuna watu wanataka nimeenda chuo kikuu leo, kesho niwe na gari liko hapo nje, na wasichana niwe na red carpet hapa chumbani, na hiki na hiki na hiki, na perfume ya bei mbaya ya Calvin Klein na ya sijui ya kitu gani, na mavazi ya pekee, na smartphone iPhone number 18 ya kisasa kabisa ya milioni 5. Haiwezekani. Mvumilivu ula mbivu, na mambo mema mazuri hayaji haraka. Na mti unaoota haraka haraka hautoi mbao ngumu. Namba 4, utu wema. Msomi na wasomi waonyeshe utu wema. Ukisoma waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 unasema hivi: kwa hiyo basi vaeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Wasomi wangapi wana tunu hizi? Wakolosai 3:12. 5, elimu lazima imfanye mtu ajitambue. Na nimeona janga kubwa hili, ni janga la kidunia na la kitaifa. Vijana wengi hawajitambui. Nimetoa mada kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kule Bagamoyo, nimetoa Mwanza, nimetoa Dodoma, nimetoa sijui wapi, Moshi, sehemu mbalimbali duniani. Vijana hasa waliozaliwa mwaka 2000 kufikia jana jioni, ni shida, hawajitambui. Wamekuta tu wimbi la nimezaliwa, napata nini? Haki yangu, haki ya mtoto, haki ya mwanamke, haki ya msomi. Wajibu wako sifuri. Haki, responsibility hajui, lakini haki anayo kila siku, anaielewa. Kwa kujitambua, emotional quotient ile ndio. Lakini uwezo wa kufikiri na ubunifu, elimu ni mchakato wa kubuni. Hata yule aliyebuni gari kwamba hiki kiwe hivi, aliyebuni iPhone ndio alielimika. Sio anasema nimepata GPA na kaa hapo chini, haiwezekani. Kingine, uwezo wa kujenga mahusiano mema, emotional quotient. Pia udumifu katika haki na mambo ya msingi, resilience, ungangari. Kuna wasomi anaona fulani anaonewa, anasema hainihusu. Ndio hiyo inaitwa empathy fatigue, kuchoka huruma. Yaani mtu anapigwa hapo, anaonewa, haki yake inachukuliwa, wewe unakaa pembeni unasema hainihusu. Unakaa kwenye kitu kinachoitwa comfort zone. Hainihusu, inakuhusu. Mwingine anaponyanyaswa, anapoonewa, iwe ni ndugu yako, iwe si ndugu yako, iwe ni wa dini yako, si wa dini yako, iwe ni mtoto, iwe ni kijana, iwe ni mwanamume, mwanamke, inakuhusu. Tunapaswa kurudisha ule moyo, ile hali, utamaduni wa empathy. Empathy ni neno linalotokana na Kigiriki. Pathos ndio neno pathology, maumivu. Kwa pathology ni sayansi ya kuangalia kule KCMC na Bugando na wapi, wale wanaosoma medicine, udaktari, wanaangalia maumivu. Hata maiti wanaenda kuipasua, ilipata ni maumivu gani yalisababisha huyu mtu akawa maiti. Sasa pathology, ile empathy, unaumia na anayeumia. Niwaulize mnaonisikiliza, mnaoniona, ni wangapi wanaumia na wanaoumia sasa hivi? Hainihusu. Ni wangapi wanaoumia na watoto ambao elimu yao sio bora, hawana wazazi wa kuwalipia, hawana mtu wa kuwapa chakula, uniform, hawana madawati, hawana hiki, hawana kile? Hainihusu. Ile index ya empathy, ya huruma, imeshuka. Paswa kuirudisha juu. Kila mtu ajali kila mtu, maana tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na kuendelea. Ukiona mtu anayeteseka, naona sura ya Mungu anayeteseka, ya Ebeneza anayeteseka, ya Allah anayeteseka, naona sura ya Mungu. Hilo ndio jambo la msingi pia. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema kuwa na utayari wa kubadilisha desturi mbovu, mila mbovu, mifumo hatarishi na sumishi inayoleta toxic, inayoleta sumu.
na mifumo hasi inayoturudisha nyuma kielimu, manake elimu ndio kinasaba cha maendeleo endelevu. Nimalizie kwa kusoma Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 6. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 6 mstari wa 43 hadi wa 44. Ndio maana naweka pia vifungu vya Biblia, manake binadamu ni roho. Tukisema tu tunaangalia sayansi, tasnia ya elimu, tutafika hapo tulipofika. Lazima kurudi kwenye machimbuko ya kiroho, ya kimaadili, ya kiutashi. Luka 6:43 hadi 45. Mti mzuri hauzai matunda mabaya, wala mti mbaya hauzai matunda mazuri. Maneno mazito kabisa. Luka 6:43. Mtu mzuri hauzai matunda mabaya, wala mti mbaya hauzai matunda mazuri. Watu huutambua mti kutokana na matunda yake. Ni wazi kwamba watu hawachumi tini katika michongoma, wala hawachumi zabibu katika mbigili. Mtu mwema hutoa yaliyo mema kutoka katika hazina bora iliyo moyoni mwake, na mtu mbaya hutoa yaliyo mabaya kutoka katika hazina mbaya iliyo moyoni mwake. Kwa maana mtu huongea kutokana na yale yaliyojaa moyoni mwake. Kwa kusema hivyo, mfumo wa elimu unaweza ukatusaidia tukawa na mabadiliko chanya katika dunia na katika nchi yetu na katika maisha ya mtu binafsi, tukizingatia haya na tukaepuka vile ambavyo vinaharibu au ni sumu katika mfumo mzima wa elimu. Mimi kama mdau wa elimu naona haya ni mambo ya msingi, na nafikiri tukiyatekeleza, tukiyafanyia kazi kimkoa, kinji, kidunia, dunia itakuwa ni mahali bora zaidi. Asanteni sana.